Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, tunafahamu kwamba kwa sasa hivi kilicho mbele yao ni mechi za ligi, lakini pia kuelekea katika michezo ya ligi ya mabingwa Afrika katika hatua ya makundi. Nicho ambacho wanajiandaa nacho kwa sasa na concentration yote iko huko. Lakini sasa hivi tunaelekea katika fainali za AFCON ambazo zinatarajiwa kuanza kwenye tarehe 20 za mwezi Disemba huko mpaka katika tarehe 18 za mwezi Januari. Kwa hiyo maana yake ni kwamba AFCON inapomalizika tu inakuwa ndo kipindi ambacho dirisha la usajili liko wazi tayari. Yaani AFCON yenyewe imalizika vizuri, dirisha la usajili litakuwa liko wazi. AFCON ikimalizika, dirisha la usajili litakuwa linaendelea na litakuwa limebakisha siku chache tu kuelekea kufungwa kutokana na uwepo wa finali hizi za AFCON. So klabu zinaendelea kujiimarisha, zinaendelea kuchukua watu kutoka maeneo mbalimbali. Sasa na taarifa nyingi ambazo zipo katika meza yangu, lakini zipo ambazo kwa namna moja au nyingine imetosha kwa sasa kuzileta mbele yenu, lakini zipo ambazo bado haijatosha kuzileta mbele yenu. Lakini kwa sasa nakwenda kuiangalia taarifa ambayo imetosha kuileta mbele, kwa sababu tayari kwa mujibu wa vyanzo kutoka pande zote mbili, kwa maana ya kutoka ndani ya klabu na kutoka nje ya klabu, kwa maana ya upande ambao mchezaji huyu anakwenda kuchukuliwa, kunitengenezea mazingira kunionyesha kwamba hii deal ipo, ni kutoka kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Bwana, taarifa ambayo ninayo, Simba wanahusishwa kuhitaji huduma ya kiungo wa ushambuliaji wa kikosi cha Colombe Sportive kutoka kule nchini Cameroon. Yes. Sasa huyu mchezaji anaitwa Ino Jospin Loemba. Ni mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kongo na ni nyota ambaye ana umri wa miaka 21, akicheza kwenye position ya kiungo cha ushambuliaji au nambari 10, anacheza pale kwenye position nambari 10. Yes, kwa hiyo anahitajika huyu kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tulikuwa tunafahamu kwamba ndio hivyo, zimemsalia siku chache tu kuelekea katika break ya kuelekea katika AFCON. Mambo yanakuwa mengi hapo ndani. Sasa kwenye dirisha dogo hili, timu nyingi huaga zina chukua wachezaji ambao wanaona kwamba wachezaji hawa wanaweza kuja kuongeza nguvu katika kikosi chao, wachezaji ambao wanaweza kuboresha kikosi kumalizia msimu kwa pale palipobakia. Na ikumbukwe kwamba zinachezwa mechi mbili tu, kwa maana ya ligi ya mabingwa Afrika na CAF Confederation zinachezwa mechi mbili, alafu baada ya hapo tunakwenda katika mapumziko ya AFCON, alafu inaingia AFCON ikirudi zinabakia mechi 4 zilizosalia. Sasa zile 4 zilizosalia kuna namna nzuri ya kuzimaliza ili klabu iweze kwenda katika hatua ya robo finali. Sasa Ino Jospin Loemba ni nani? Pengine watu waweze kumfahamu na kwa nini kocha anamhitaji. Kwanza, taarifa hii imetokea kwenye klabu ya Simba, kwenye baadhi ya vyanzo vyangu ambavyo naviamini, lakini pia taarifa hii ipo Cameroon, miongoni mwa bloggers wakubwa amenithibitishia kwamba yes, kuna hiyo taarifa ya huyo mchezaji kutakiwa na klabu ya Simba. Sasa Loemba ni mchezaji kutoka Jamhuri ya Kongo, ni mchezaji wa timu ya taifa ya Kongo. Huyu ana umri wa miaka 21. Miaka 21 pale kwao, nikisema Kongo naomba nieleweke, ni ile Kongo Brazzaville. Tukisema Jamhuri ya Kongo ni ile Kongo Brazzaville. Kwa lugha nyepesi nikisema hivyo nadhani wengi mtakuwa mnanielewa. Kongo Brazzaville. Sasa huyu ana umri wa miaka 21, lakini ametokea ndani ya Kongo kwenye kikosi cha Aigle Soto Dioyo. Yes, ni moja ya klabu kubwa ndani ya Kongo. Zipo klabu kubwa nyingi, lakini hii ni miongoni mwa klabu kubwa, na wapo katika group stage ya Confederation Cup wakiwa sambamba kwenye kundi moja na Singida Black Stars. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye alianza kuonesha makali akiwa ndani ya ligi ya Kongo. Ni nambari 10 ambaye inaelezwa kwamba most talented kwa wakati ule yupo Kongo kule, kwa maana ya Kongo Brazzaville. Ilikuwa inaonekana talenti yake ni kubwa sana. Ilikuwa inafikiriwa angeweza kwenda katika mataifa makubwa zaidi ya kimpira, kwa maana ligi zao zimepiga hatua. Lakini kiungo huyu wa ushambuliaji akaenda kujiunga na kikosi cha Colombe Sportive kutoka kule Lobo, Cameroon. Colombe Sportive ni timu ya muda mrefu, lakini kwenye misimu hii miwili iliyopita hapa nyuma wamefanya massive investment. Yani kuna watu wameweka fedha katika ile timu ili uweze kufanya vizuri ndani ya Cameroon na nje ya mipaka ya Cameroon. Sasa kikosi hiki, kwa sababu tayari bajeti yao ilishakuwa inaonekana kuwa nzuri, wakaamua
kutafuta wachezaji ambao wanaweza kuwapata na kuja kuongeza thamani ya kikosi chao, kuja kuongeza nguvu ya kikosi chao. Miongoni mwa hizo qualities ambazo walizileta ni pamoja na huyu mchezaji, yes, huyu Ino Jospin Loemba kutoka Congo Brazzaville. Walipomleta kwenye kikosi, impact yake na wengine ambao wamekutana nao pale walifanikisha mission ya kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon kwa msimu uliopita, msimu wa 2024-2025. Colombe Sportive kutoka Lobo ndio mabingwa wa ligi ya Cameroon. Baada ya hapo akawa msimu huu, kwa maana msimu huu tunaozungumzia 25-26, Colombe wamekwenda kuwakilisha taifa kimataifa na timu yao ni ngumu. Hiyo Colombe ni timu nzuri sana. Nimeona baadhi ya mechi zao, hususan mechi ambazo walicheza kimataifa dhidi ya MC Alger, kwa sababu kwenye ligi ya mabingwa Afrika walicheza preliminary round, wakawatoa SC Chiaraf wale wa Senegal, wakaenda hatua iliyofuata, wakaenda kutolewa na MC Alger ya Rulani Mokoena. Na hao MC Alger wenyewe walivyowatoa, wamewatoa kwa 1-1 ndani ya Cameroon na 0-0 ndani ya Algeria. Kwa hiyo Colombe Sportive wametoka kwa advantage ya MC Alger ya goli la ugenini 1-1, 0-0. Goli hilo moja kwa upande wa Colombe Sportive alifunga yeye huyu, kwa maana ya Loemba. Yeye ndo alipachika bao kali na kimsingi ilikuwa ni hatarishi, kwa sababu watu wengi wakutegemea kile ambacho wamekiona kwenye mechi zote mbili, mechi ya kwanza na mechi ya pili. Alisumbua sana Inos Jospin Loemba. Sasa ndani ya kikosi hicho, kwa maana cha Colombe, anacheza kwenye position yake namba 10 kama ilivyo kawaida. Lakini Simba wanaweza kujiuliza maswali mengi. Kwa nini imetokea hivi? Yaani kwa nini wanamhitaji huyu mchezaji ikiwa Simba wana viungo wa ushambuliaji ni wengi, wana namba 10 nyingi katika kikosi chao. Mtu kama Joshua Mutale anaweza kucheza kwenye hiyo position, Jean Charles Ahwa anacheza kwenye hiyo position, Neo Maema anacheza pia kwenye hiyo position. Kwa nini hata Elim Panzo anaweza kucheza kama nambari 10? Kwa nini wanaongeza nambari 10 mwingine? Hilo ndo swali ambalo pengine ongeza kujiuliza. Simba iko complete katika maeneo mengi, inaonekana kufanya vizuri, lakini Simba ina kocha mpya ambaye ni meneja Pantev. Sasa kocha yeye anahitaji nambari 10 ambaye anaweza kuplay role ya false number 9, namba 9 kivuli. Ili ni jambo ambalo mara kadhaa nilikuwa nikiliongea. Mara nyingi nilikuwa nikizungumzia kuhusu ili eneo la namba 9 kivuli, yani mchezaji ambaye anaweza kucheza namba 9 kama kiungo, yani au standing strikers katika position, na mara nyingi wanakuwa viungo. So hiyo role ndani ya Simba tuliona kuna baadhi ya mechi alimpa Joshua Mutale play hiyo role, kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kigumu kwenda kukifanya. Kwa hiyo inaonekana kwenye kikosi chake Dimitar Pantev, licha ya kuwa na namba 10 wengi, lakini hajapata namba 10 ambaye anamuona anaweza kuplay position ya false number 9, kucheza kama namba 9 kivuli kwenye hiyo position. Kwa hiyo ameamua kupoint mchezaji mwingine sehemu nyingine, huyo kutoka Cameroon. Sasa Cameroon, Dimitar Pantev amefanya kazi. Yes, alikuwa pale kwenye kikosi cha Victoria ambayo kinapatikana kule Limbe. Kwa hiyo Cameroon ni sehemu ambayo ana watu wengi ambao anafahamiana nao, na amefundisha kandanda kule. Ndo taifa lake la kwanza kuingia alivyotoka kwao Bulgaria. Taifa la kwanza ndani ya Afrika ilikuwa ni Cameroon. Kwa hiyo anafahamu vitu vingi vya Cameroon kwenye football. Lakini pia kuna siku tulio kuzungumza hapa kwamba Simba pia wanahusishwa na Tabo Maponda, kiungo wa ushambuliaji ambaye anatokea pembeni, ni wingers kwa lugha rahisi, ambaye anacheza kwenye kosi cha Gaborone United. Yule naye pia alikuwa anahusishwa naye. Ile deal bado haijavunjika, lakini kabla ile kufikia katika kuwa matured, tayari kuna taarifa nyingine hii ya kumhitaji huyu mchezaji, na sio mchezaji mgeni sana kwa muktadha hapa nyumbani. Huyu nyota aliwahi kutakiwa na kikosi cha Pamba ya hapa Tanzania. Yes, Pamba Jiji waliwahi kumtaka
na ilikuwa inaonekana wapo katika mazingira mazuri ya kuweza kumpata, lakini sasa kwa kile ambacho amekionyesha msimu uliopita, mazingira yameshakuwa tofauti, thamani yake maybe imeshaongezeka sana, na leo hii anawindwa na moja ya African Giants ambayo ni klabu ya Simba. Kwa hiyo Dimitar Pantev kama atampata huyu mchezaji, maana yake anakwenda kuplay ile role ya namba 9 kivuli, false number 9, kitu ambacho anaonekana anakiusudu kwa sababu kwenye kikosi chake ana namba 9 watatu, lakini kuna muda anaamua kuwapumzisha wote, anaweka benchi wote, kwa maana Selemani Mwalimu, Dese Mukwala Stephen, lakini pia Jonathan Soa, wote anaweza kuweka benchi, akaanza na Joshua Mutale katika position ya namba 9. Kama nakumbuka vizuri, mechi ya mwisho ambayo ya CAF alicheza na Nsingizini Hotspurs, alianza na position na Joshua Mutale katika nambari 10. Sasa ukiangalia katika namba 9 alianza na Kibu Denis. Yes, Kibu Denis ndo alikuwa anacheza kama namba 9 ambaye ni false number 9 kimajukumu. Kwa hiyo ukiangalia unaona kocha ana ambition zake, kuna kitu ambacho anataka kukitengeneza ndani ya Simba. Hivi ni yeye namna ambavyo anausudu kucheza na false number 9. Kwa hiyo ni kazi ambayo wanayo uongozi wa Simba kuona namna gani anaikamilisha hii deal ya kumpata huyu mchezaji na kumpeleka kwenye kikosi chao kwenye dirisha dogo la usajili. Huyu bwana anatakiwa kutinga ndani ya Simba. Yes, kwa hiyo mpaka sasa mazingira yako hapo. Kama itashindikana deal, basi itakuwa kwenye madirisha mengine, lakini kwa sasa tunapozungumzia mazingira yako hapo, kwa maana yanahitajika kwenye dirisha hili dogo. Ni miongoni mwa talents kubwa kutoka ndani ya Congo Brazzaville, moja ya taifa ambalo linakuwa na wachezaji wengi wa wastani. Yani Congo Brazzaville sio kama hii Congo ya Kinshasa, hii DRC. DRC wana talents nyingi kubwa, lakini kule Brazzaville wenyewe hawana wale wachezaji wenye majina makubwa sana. Wachezaji wao wengi wanaonekana kuwa average. Anapotokea mchezaji anafanya vizuri, basi anakuwa hatari kweli. The like of Guy Mbenza, wengi tutamkumbuka huyu nyota ambaye aliwahi kucheza kule Ubelgiji, akacheza pia Wydad Athletic. Ni miongoni mwa wachezaji wakubwa ambao alifanya makubwa. Sasa kinachobakia kwa wenyewe Simba, tunasubiri mambo yatakuwa vipi. Lakini wewe unasemaje kwa mtazamo wako? Unaona Simba wanahitaji huyu mchezaji maybe kwa kumfahamu, au kama haumfahamu kwa hiyo role, kwa hiyo position, kwa hiyo nafasi, kwa hayo matumizi, unaona Simba wanahitaji kuwa na huyu mchezaji au unaona hakuna haja ya kuwa na mchezaji huyu? Basi weka comment yako kwenye comment section hapo, lakini usisahau kusubscribe. Taarifa kuelekea katika dirisha linalokuja, kwa maana dirisha dogo nimezipata kadhaa. Nimekwambia kuna nyingine bado haijafikia hatua kuzileta hapa kwa sababu uthibitisho wake ni mdogo, lakini kuna zile ambazo uthibitisho wake naona una nguvu, naweza kuzileta hapa. Tunazileta kama hii ambayo nimekuletea kwa wakati huu. Hii ni Mzinga Sports, mpaka wakati mwingine.